mtu anasimama anasema Mbarawa hakufanya kitu. Ni mtihani mkubwa. Hatusemi kama tunakuja kumwambia mtu, lakini tunaeleza hizi ni namba. Mbunge wa jimbo la Mkoani ambaye pia ni waziri wa usafirishaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makame Mbarawa, leo amepata nafasi ya kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya miaka 5 katika uongozi wake mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu ngazi ya jimbo la Mkoani. Akizungumza katika uwasilishaji wa utekelezaji wa ilani kwa kipindi cha miaka 5, Mheshimiwa Mbarawa ameeleza kwa hisia yale yote ambayo ameyafanya katika kipindi cha miaka 5, huku akieleza kulalamika kwake kwa yale ambayo inaelezwa na baadhi ya watu kwamba licha ya kutumia zaidi ya milioni 800 kufanya mambo mbalimbali katika jimbo hilo, lakini wako baadhi ya watu kwa nia ovu wanazunguka na kueneza taarifa ya kwamba hakufanya kitu chochote, ambapo ameweza kuletea ufafanuzi na amesoma kile ambacho amekifanya. Lakini pia amepata nafasi ya kueleza hatma kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kipekee kabisa ninawashukuru nyinyi, sikutegemea kwa muda mfupi tuliotoa taarifa. Mheshimiwa, nikiwa Maka ndio nimeanza coordinate ya mambo. Najua Maka kuna baraka nyingi pale. Tulianza kuwasiliana ili tufanye shughuli hii muhimu. Na leo tumeshuhudia ukumbi umejaa. Ukumbi umeitika. Jimbo la Mkoani leo limeitika. Tunashukuru sana ndugu zangu. Lakini ninawashukuru nyinyi sana. Najua mmetoka Mkoani, mmetoka Makongwe, mmetoka Mwambani, mmetoka kila pahala kuja kutusikiliza sisi. Mimi shughuli yangu kubwa nilionayo hapa ni kuja kuwashukuru. Nimkuja kuwashukuru, mulinipa jukumu ndani ya miaka 5, mulinituma lazima nilete majibu, na leo ndio naleta majibu. Watu wengine, hasa mimi Mbarawa, sina hulka ya kusema. Sina. Pengine hata huko kwenye serikali usinioni mimi kusema, lakini matokeo wa kazi tunazozifanya yaonekana kila pahala. Matokeo ya kazi tunazozifanya mbele ya viongozi wetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, zinaonekana. Kazi ndio zitaleta jibu. Mtasema maneno mengi, lakini siku ya siku kama hamlo tutekeleza, wananchi hawatowaamini. CCM oye! Hilo la kwanza. La pili, ninapenda kuwashukuru sana viongozi wetu wa kitaifa. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa wanayoifanya. Na kwenye jimbo letu la Mkoani kuna mambo mazuri yanaendelea. Pengine hamjayaona vizuri, lakini kuna mambo mazuri yanaendelea. Tironi kuna mkandarasi ambaye tayari amepewa kazi hiyo kwa ajili ya kufanya ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami Tironi. Nani kama Dr. Hussein Mwinyi? Kuna barabara sisi watu wa Mkoani ya kutoka Chake mpaka Mkoani. Hii ni barabara kubwa sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi wamefanya kazi juu na chini. Barabara hiyo inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Ninajua mnasema mbona inachelewa, lakini mimi nimefanya hiyo kazi ya barabara, naijua hiyo barabara inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Kwa vile tunashukuru sana viongozi hawa, lazim tuwashukuru. Miaka yote ilikuwa tunahangaikia barabara, hiyo barabara sasa inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Na barabara hii itakuwa tofauti na yale ya wenzetu wanaokwenda wetu. Barabara yetu itakuwa na njia 2 kwenda, njia 2 kurudi.
CCM oye! Kwa vile mimi kama mwana CCM ninachukua fursa hii kuwashukuru sana viongozi kwa kazi kubwa wanayofanya. Ninachukua fursa hii kukishukuru Chama cha Mapinduzi kwa sababu hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi sote tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa vile mimi sina budi, Mheshimiwa Mbeto, tunakushukuru sana kwa usimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, ninaomba nende kwenye jambo tuliloleta hapa. CCM oye! CCM oye! Kama nilivyosema, mulitupa kazi na sasa tunaleta majibu. Tunashukuru mulitutuma, sasa tunaleta majibu. Nyinyi ndio mabosi wetu sisi. Nyinyi ndio mabosi. Ukipewa kazi lazima ulete majibu. Tumetayarisha kitabu hichi. Kila mtu naamini amepata kitabu hichi. Mutapata vitabu hivi, viko vingi, msiwe na wasiwasi, mtapata. Kwenye kitabu hichi kuna sehemu 3 tumezitengeneza. Sehemu ya kwanza tumetengeneza miradi ambayo mimi kama mbunge kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, miradi ambayo tumeyatekeleza jimboni. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tumeeleza miradi ambayo imetekelezwa kupitia mfuko wa jimbo la Mkoani. Mnajua kwamba tuna pesa za mfuko wa jimbo. Jimbo hili ndio jimbo linalopata pesa nyingi kuliko majimbo yote ya Pemba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio jimbo kubwa, kwa sababu ndio lenye jimbo lenye wakazi wengi. Jimbo hili kwa muda wa miaka 4 limepokea takriban shilingi CCM oye! Limepokea takriban shilingi bilioni 140. Mmenielewa? Sasa naanza na sehemu ya kwanza. Miradi mingi iliyotekelezwa hapa jimboni imetekelezwa kupitia kwa juhudi za Profesa Mbarawa na wadau wake. Mimi sio tajiri. Mimi lakini nina watu wengi. Nina utajiri wa imani na utajiri ya watu. Katika kipindi hicho nikisoma hapa, sehemu ya kwanza, Profesa Mbarawa akishirikiana na wadau wote au mbalimbali, tumetumia takriban shilingi milioni 868.26. Iko hapa. Mmeiona? Ni mara 4 ya pesa za mfuko, mara 4 takriban ya pesa za mfuko wa jimbo. Mmenielewa? Sehemu ya 3 nimetumia takriban milioni 118 kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za chama. Tutazieleza moja baada ya nyingine humo. CCM oye! CCM oye! Wakati tunaingia kwenye uchaguzi mwaka 2015, kuna maeneo maji ilikuwa ni shida kubwa. Watu wa Makongwe hapo hapa? Hebu semeni nyinyi, maji ilikuwaje na leo imekuwaje Makongwe? Makongwe ilikuwa hakuna maji. Tumefanya kazi usiku na mchana. Leo watu wa Makongwe naamini maji yapo. Sijui wenyewe wanajua, watasema. CCM oye! Sasa ukipita ukisema kama Mbarawa hajafanya kitu, unawadanganya ama unajidanganya mwenyewe, kwa sababu watu wa Makongwe hawatakuelewa. CCM oye! Chukueni kitabu hichi. Naomba chukueni kitabu hichi. Nendeni jimbo la wapi sijui Kangagani, nendeni jimbo la Chake, nendeni majimbo yote Pemba, hakuna mbunge ambaye amefanya kazi kama hizi. Chukueni. Na ukiniambia, naomba mnielewe hapa, nazungumzia pesa ambazo zimetokana na jitihada za mbunge. Nasema tena, mimi sio tajiri. Naomba mnielewe, mimi sio tajiri, lakini nina watu ambao wananisaidia kukamilisha mambo haya. CCM oye!
Kwa vile kitabu chao kina sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni miradi ambayo nimetekeleza mbunge nikishirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo. Sehemu ya pili ni pesa ambazo zimetekelezwa kupitia kwa mfuko wa jimbo. Mimi ni mwenyekiti wa kamati. Kuna kamati maalum kwenye jimbo ndio inaamua. Mimi wanaambia bwana tunataka kufanya mradi huu, nawaambia endeleeni. Sehemu ya 3 ni pesa ambazo tumetumia kwenye shughuli ya chama. Na nyinyi mliokwenda Dodoma zote nimeziandika hapa. Waliokwenda Dodoma nimeziandika. Nimezieleza moja baada ya moja kwenye kitabu hichi. CCM oye. Tukianzia mwaka 2020 mpaka 25. Mradi wa kwanza tulianza nao miradi ya maji. Mwaka 2021 22 pale Ulenge. Nani wanakujua Ulenge hapa? CCM oye. Ulenge kulikuwa na shida kubwa ya maji. Kisima kilikuweko lakini kulikuwa hakuna pump. Kazi hiyo inafanyika. Ukurasa wa kwanza utaiona tumeifanya hiyo kazi. Tumekwenda Makongwe. Makongwe alikuja na jambo lao kwamba tukichaguliwa tuwaletee kinu cha kusagia mpunga. Makongwe kipo hakipo kinu? Kipo. CCM oye. Vitendo vinajieleza zaidi kuliko CCM oye. Makombeni, watu wa Makombeni mpo? Wakati tunaanza shughuli za ubunge, pale kuna bonde watu wanamwagilia maji. Kulikuwa umeme umeshindikana pale kulipwa. Zimeandikwa hapa. Na kisima kilikuwa hakifanyi kazi vizuri. Watu wa bonde lile wakaja kwa mheshimiwa mbunge wakaomba, tukatoa milioni 5. Tumeziandika hapa. Kweli si kweli? Sekta maji. Nilisema kama nilivyosema, tulikwenda kununua pampu ya maji Ulenge, Chokocho pale. Kulikuwa na shida moja. Tumetumia milioni 11.5. Leo pampu ya maji inafanya kazi. Watu wa Ulenge mpo hampo hapo jamani? Mpo hampo? Pampu yenu inafanya kazi haifanyi kazi? Leo mtu anasimama anasema Mbarawa hakufanya kitu. Ni mtihani mkubwa. Hatusemi kama tunakuja kumwambia mtu, lakini tunaeleza hizi ni namba. Zitatusuta maisha yetu yote. CCM oye. Sekta ya afya. Hiyo nazungumzia mwaka 2025. Sekta ya afya tuna kituo cha Tasini. Mpaka leo hatujakimaliza lakini tumeweka karibuni shilingi milioni 16.76. Tumeweka pale. Mkenda Tasini mtaona hicho kituo. CCM oye. Utekelezaji wa ilani wa mwaka 2022-23. Ujenzi wa vyumba 6 skuli ya Ngombeni. Watu wa Ngombeni wako hapa? Ukipanda Ngombeni kuna kilima pale. Tumekata kilima, tumejenga vyumba 6. Tumetumia takriban shilingi milioni 76. Hizi pesa si zangu, sina hela. Hizi pesa hazitoi kwenye mfuko wa jimbo. Ni ushirikiano wa Profesa Mbarawa na wadau mbalimbali wa maendeleo. Wadau wa maendeleo oye. Mchango wa ujenzi wa vyumba vya madarasa skuli ya Tironi. Watu wa Tironi yuko wapi? Watu wa Tironi tulipeleka milioni 3.8 kwa ajili ya mchango pale. Tumepeleka vyumba 2 na leo naamini wameshafanya kazi. Jumla kwenye mwaka 2022-23 tumetumia shilingi milioni 79.8 kwa kazi hiyo. Ukurasa 58 nasoma ukurasa wa 58. Ukurasa wa 58 ndio nazungumza maneno. Siyatoi kwenye mdomoni mwangu. Na nyote mashahidi mnaweza kwenda kuangalia. CCM oye. Tunaendelea sekta ya elimu. Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa skuli ya Shidi. Watu wa Shidi mpo? Tumejenga vyumba 4 hatukujenga?
tumeanza kujenga mwanzo mpaka mwisho tumetumia milioni 98. Ujenzi wa vyumba vya 4 skuli ya Mkanyageni, madarasa vyumba 4. Skuli ya Mkanyageni mpo hampo? Haya, pale tumejenga vyumba 4, tumetumia shilingi milioni 67.00. Narejea tena, mimi sina pesa, mimi maskini, natoka chokocho, lakini nina watu. CCM oye! Nina watu, nikisema watu wanaitika. CCM oye! Ukarabati wa vyumba 4 vya madarasa skuli ya Ngombeni, tulifanya ukarabati, tulitumia milioni 2,900,000. Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa skuli ya Michenzani, tulitumia milioni 70. Jumla katika kipindi hicho kwenye sekta ya elimu tumetumia milioni 237. Sasa ukipita ukisema Mbarawa hajafanya kitu, hata watoto wale wadogo watakusuta. Na iko siku watu watakuzomea, kwa sababu ukweli utabaki ukweli. Hakuna mtu ambaye atafuta ukweli katika maisha ya binadamu. CCM oye! Sekta ya afya, Tironi walikuja watu wa Tironi wakatuambia tuchangie kupaua. Kupaua ni kuwezeka bati. Tukatoa milioni 5.82. CCM oye! Tironi tumefanya. Sekta ya maji, jimbo hili kulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Tumeleta magari ya kuchimba maji kutoka bara, na tumechimba visima vya maji vyenye urefu wa mita 80 mpaka mita 100. Tumefanya kazi hiyo Chokocho, Stahabu na Mtohaliwa. CCM oye! Katika kazi hiyo tulifanya kazi ya kununua mabomba, tulifanya kazi ya usafirishaji wa mabomba kutoka Dar es Salaam Pemba, tumefanya kazi ya kusafirisha magari na haraba mbalimbali. Jumla milioni 103 tumetumia kwa kazi hiyo. Watu wa Stahabu, kisima kimechimbwa hakijachimbwa? Mnakiona hamkioni? Sasa wewe anayesema kama hatujachimba kisima, huyo kidogo ni mtihani, na Mwenyezi Mungu atamuonyesha aone vizuri. CCM oye! Haya, watu wa Chokocho pale penye shule Jumba Baya tumechimba kisima kimoja, kipo pale, ambao nafikiri kinatumika kwenda Kisiwa Panza, nafikiri kipo pale, tumechimba. Mtohaliwa tumechimba kisima chenye urefu wa mita 100. Sasa hivi maji yapo, lakini tunaendelea kazi ya kuwatengenezea wananchi waweze kupata huduma hiyo ya maji na maji safi na salama. Jumla ya pesa milioni 103 zimetumika kwa kazi hiyo. Sekta ya barabara, wakati tunaingia Tironi walikuwa na shida kubwa ya barabara, na leo kuna shida ya barabara. Barabara ya Tironi kila mwaka ikinyesha mvua inachukuliwa. Tumekwenda pale tukaweka karibuni milioni 17, lakini leo hali sio nzuri. Serikali ndio ikaamua sasa ijenge barabara kwa kiwango cha lami. Nani kama Dr. Hussein Mwinyi? Mimi kama mheshimiwa mbunge nasimama hapa kumshukuru sana sana sana, kwa sababu kila siku ingalikuwa tunatia hela, lakini sasa mwarobaini wa barabara hiyo unakuja. Nani kama Dr. Hussein Mwinyi jamani? Tuendelee kumshukuru na tuendelee kumwombea. Sekta ya huduma ya jamii, ndugu zangu, kipindi fulani walikuja watu wetu mbalimbali wakasema, Profesa, tusaidieni kukarabati na kujenga baadhi ya madarasa, yani vyuo vya Qur'ani. Tulitoa matofali 14,860 katika vyuo mbalimbali tumetambaza, na tumetumia takriban shilingi milioni 22.290. Sasa wanaosema Mbarawa hawajafanya kitu, wakawaulize wale mashehe, watawapa majibu. CCM oye! CCM oye! Sisemi mimi, ni namba ndio zinasema. Hizi ni namba.
Watu wa Mbuyuni mpo hampo hapa? Mpo? Mbuyuni kulikuwa na mtaro unaanzia juu kule. Hizi kazi kwa sababu zikifanywa mimi huwa nakwenda mwenyewe. Inaanzia juu mpaka chini. Ilikuwa kila siku maji machafu, watu wanaanguka. Leo mkiangalia kwenye hiyo picha mtaona Mbuyuni tumejenga mtaro na umekamilika kwa milioni takriban. Ujenzi wa mtaro wa Mbuyuni milioni 21. Watu wa Mbuyuni, mtaro umejengwa haujajengwa? Umejengwa. Sasa mtu anasimama anatoka Mbuyuni asema Mbarawa hajafanya kitu. Ni mtihani. Hakika sisi mkifanya hivyo ndio tunafurahi, kwa sababu tunapata nguvu zaidi ya kufanya mambo mengi. Sekta ya michezo, ligi ya jimbo la Mkoani ambao tulishirikisha timu 15. Kila timu tuliipa shilingi milioni moja kila timu, na tukanunua vifaa milioni 14. Tumetumia takriban milioni 15 kwa ajili ya timu ya jimbo za hapa. Michezo oye! Utekelezaji wa ilani kwa mwaka 2024-2025. Sekta ya michezo tena. Timu 17 zilipatiwa mipira minne kila timu, ambao tumetumia shilingi 480,000. Timu 17 zilipatiwa jazi ambazo tulitumia kwa kila pair moja shilingi 200,000 kwa timu moja samani. Timu 17 za jimbo tuliwapatia viatu jozi 12 kwa kila timu. Yote yameelezwa hapa na harama yake ni shilingi milioni 31.2 mwaka huu tumefanya. Sasa ukisema fulani hajafanya kitu sio sahihi. Sema wewe utawafanyia nini? Sisi moye. Maendeleo watu ni kushindana. Mkishindana ndio pahala mnakuwa na maendeleo makubwa. Sisi moye. Sekta ya ulinzi na usalama. Kikosi cha polisi jamii cha Mkanyageni walitaka tuwanunulie uniform na tuwashonee uniform. Tumetumia milioni 4,800,000. Nendeni pale Mkanyageni. Kikosi jamii kipo hakipo hapa? Nendeni Mkanyageni mkaulize kule. Taa za barabarani. Taa za barabarani. Leo tutakabidhi taa za barabarani. Nendeni majimbo yote ya Pemba vijijini. Hakuna jimbo hata moja lenye taa ya sola barabarani. Anzeni Chokocho, mnaenda Kiswapanza, mnaenda Mjimbini, mnaenda Kangani, mnaenda Kengeja, mnaenda wapi sijui, Chambani, hakuna hata moja kwenye taa za barabarani. Taa za barabarani ziko Mkoani mjini. Taa za barabarani ziko Chake mjini. Taa za barabarani ziko Wete mjini. Taa za barabarani ziko Konde mjini. Pengine na vitongoji sijui. Jimbo pekee lenye taa za barabarani, ingawaje ni kidogo, lakini jimbo la Mkoani. Na kila taa moja ile inaanzia milioni 1.5 mpaka milioni 3, nategemea ukubwa wa taa. Tumetumia takriban kwa taa za barabarani taa 70. Kwa kila taa shilingi milioni 1.5. Tumetumia takriban milioni 105. CCM oye! Narejea tena maneno ninayosema. Mimi sio tajiri. Mimi natoka Chokocho. Lakini Mungu ametupa moyo wa kutoa na ametupa tuna watu wa kutusaidia. CCM oye! Hizi ninazosema hizi sio pesa za mfuko wa jimbo. Hazijatoka mfuko wa jimbo. Yupo yule bwana mkubwa. Simama bwana. CCM oye! Huyu ndo anasimamia mfuko wa jimbo. Mmetoa pesa yote kununua taa bwana mkubwa? CCM oye! Tunaendelea. Sekta ya elimu tumeenda tena. Vyumba 4 vya madarasa vimejengwa skuli ya Makongwe. Watu wa Makongwe mpo hapa? Tumejenga madarasa vyumba 4 vizuri vya kisasa. Na hatukutumia bati ya kuchakachua. Nendeni mkaulize Makongwe kule. Tumetumia takriban milioni 96. Si pesa za mfuko wa jimbo. Pesa ambazo Mbarawa
na wadau wake na wahisani wake wanahangaika kutafuta hela. CCM oye! Ofisi ya walimu skuli ya Makombeni inaendelea kujengwa. Tumeshatumia milioni 18. Makombeni tunawamalizia ili nao waweze kutumia. CCM oye! Mashine 2 za kunakili fotokopi kwa ajili ya skuli ya Tironi na skuli ya Makongwe zimenunuliwa kwa milioni 14 na wamekabidhiwa. Jumla pesa tulizotumia kwa eneo hilo milioni 128. Yote yako hapa. Mkitaka ushahidi nendeni kwenye mashule, mkitaka ushahidi nendeni mkaangalie maji, lakini ushahidi uko hapa. Mimi nimekuwa alhaji sasa, siseme uongo bwana. CCM oye! Lakini nimecheza ngoma, lakini ndio halaji wa kileo bwana. CCM oye! Haya. Vikundi vya ujasiriamali. Vikundi 20, kila kikundi tumewapa milioni 2. Makombeni tumeenda na Chokocho, kila kikundi. Vikundi 20 takriban tumetumia milioni 27. Wengine tumewapa milioni 2, wengine chini ya milioni 2. CCM oye! Sekta ya maji. Mabomba mbalimbali kwa ajili ya miradi ya maji yamenunuliwa kwa eneo la Mtwaliwa. Mabomba mkenda Mtwaliwa mpaka leo yapo, hajafungwa. Milioni 17 tumetumia. Mabomba ya miradi ya Makongwe, mradi wa maji wa Makongwe umekamilika. Tumetumia milioni 6. CCM oye! Jumla tumetumia milioni 31 kwa ajili ya shughuli hiyo. Niendelee nisiendelee jamani? Haya. Miradi iliyotekelezwa kwa mfuko wa jimbo zimeelezwa hapo. Kwa kutumia mfuko wa jimbo, CCM oye! Yale mamilioni niliyozungumza yalikuwa yamepatikana kwa juhudi za Mbarawa na hisani wake. Sasa nazungumzia mfuko wa jimbo. CCM oye! Kwenye mfuko wa jimbo ambaye Mheshimiwa Kijabu na wengine ndio wanasimamia zaidi, pale tulipewa milioni 140 kwa muda wa miaka 4. CCM oye! Kazi zilizofanya: ujenzi wa madarasa 2 skuli ya Tironi, upauaji wa madarasa 4 na ofisi ya walimu skuli ya Makombeni, usambazaji wa umeme vijiji vya Makombeni, usambazaji wa umeme Kifunkwe, watu wa Chokocho Kifunkwe, ukarabati wa barabara ya Chamboni Michecheni, uchongaji wa kilima cha barabara ya Kindani Makombeni, upelekaji wa maji Kifunkwe Chokocho, upelekaji wa maji Jondeni, upelekaji wa maji Changaweni na finishing ya kituo cha afya Milimuni. Jumla ya shilingi milioni 140 zilitumika. CCM oye! Hizi ndio pesa za mfuko wa jimbo. Tumetumia milioni karibuni 800 nje ya mfuko wa jimbo. CCM oye! Miradi na michango mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2021 mpaka 2025. Ukarabati wa tawi la CCM Chokocho liko kuu. Tumetumia sasa hivi mpaka sasa milioni 37. Imebakia kupiwa rangi, umeme tayari, kila kitu tayari. CCM oye! Vifaa vya usafiri kwa makatibu wa matawi ya CCM na wadi za CCM. Bodaboda 20. Bodaboda ngapi? 20 kwa makatibu pamoja na wadi 2 zimepelekwa, takriban milioni 74. CCM oye! Milioni 74. Pikipiki ziko, wewe ulipata. CCM oye! Wengine walipata, sitaki kuwasema, ni watu wazuri sio? CCM oye! Milioni 74 zilipelekwa. Nendeni mkatembee matawi yote ya Pemba. Hakuna mbunge au mwakilishi ama mtu yoyote aliyepeleka pikipiki 22. Nendeni. Wako wakilishi, wako wabunge, wako madiwani, wako kila mtu, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye amepeleka pikipiki 22 yenye thamani ya shilingi milioni 74. CCM oye!
Sasa ukisema kama Mbarawa hakufanya kitu, hata watu wenyewe wanakushangaa. Hawa binadamu wanakushangaa. Sema tu labda Mbarawa unampenda sana, basi haina shida. Hiyo ni sawa. Unapenda umtaje kila mara, CCM oye. Kila ukitajwa mambo ndio yanaenda kwa mazuri zaidi. Mnajua hivyo? CCM oye. Kutembelea miradi ya mkikakate Dodoma. Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 imefanya mambo makubwa ya kihistoria. Juzi tulikuweko Mwanza, tumefungua daraja la Pombe John Magufuli na kutoka Kigongo Busisi. Ile daraja limejengwa kwa takriban milioni 710. Mimi nilibahatika karibuni 70% nimesimamia ile daraja. Hile ni heshima kubwa kwa nchi yetu. Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa, jambo la kihistoria. Katika Afrika, daraja lile ni la 6 kwa ukubwa. Daraja la kwanza liko Egypt, daraja liko Misri, daraja la pili liko Misri, la pili liko Nigeria, la tatu liko Misri, madaraja mengine mawili yako Msumbiji, daraja la 6 ni la Tanzania. Katika Afrika ya Mashariki na Kati, daraja kubwa pekee sasa hivi ni daraja la Kigongo Busisi. Nani kama Mama Samia? Nani kama Dr. Samia? Dr. Samia? Dr. Samia? Sasa kwa kulijua hilo, nikasema na wabunge wangu ama viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wale watakaobahatika waende Dodoma. Tumepeleka viongozi hapa. Tumetumia takriban milioni 23. Tumewapeleka nyinyi, nyingine mpo siwajui mimi. Hata kuwajua sikuwajua sababu nilikuwa nimesafiri. Tumetumia, mtachambua hapa muelewe. Tiketi ya usafiri kutoka Pemba mpaka Dar es Salaam kwenda na kurudi shilingi 80,000 kwa mtu mmoja. SGR Dar es Salaam Dodoma kwenda na kurudi shilingi 80, na kila mtu tukampa padi yenu shilingi 70. Kweli si kweli? Kweli. Sasa msianze sitaki kusema kunini. Milioni 23 tutumia jamani. CCM oye. Wewe ulikwenda. Lengo kabisa ilikuwa ni kuwapeleka mkaone jinsi gani tulivyotengeneza reli ya kisasa, jinsi gani tulivyojenga Dodoma. Miradi haya yote inajengwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa vile leo tulilifanya na nyinyi wote ni mashahidi. Michango mbalimbali kwa ajili ya usambazaji kwa ajili ya uhamasishaji wa shughuli za chama jimboni, wilayani na mkoani. Ukitokea shughuli mbalimbali, viongozi wetu hawa wanatujia, bwana tupelekeeni michango yetu, toeni michango tuhamasishe chama. Tumepeleka takriban milioni 6 kwa ajili ya kazi hiyo. Kila tulilofanya ilikuwa tuna rekodi. CCM oye. Fedha zote zilizotumika kwa miradi mbalimbali ya chama kwa mwaka 2021-22 mpaka 24-25 tumetumia milioni 141. Tunajua mambo ni mengi. Jimbo halijengwi kwa siku moja, lakini mmetutuma, tumeitika na kazi inaonekana. CCM oye. Mmetutuma, tumeitika na kazi inaonekana. Na leo hii hapa tutakabidhi vyarahani 150. Hii hapa, hiyo sijaiandika kwa sababu imekuja baadaye. Vyarahani 150 tutakabidhi. Milioni 35 harama yake. Nani kama Mbarawa? Nani kama Mbarawa? Narejea tena. Chukueni kitabu hichi chukueni. Nendeni, anzeni mnakoanza mpaka mfike kule kwetu Makangale. Muangalie nani amefanya kazi hizi. Halafu wewe ukijifanya umevaa miwani ambao huoni na husikii, hakika Mwenyezi Mungu mimi sitaki kusema hivyo. Mimi dua zangu bado natoka Maka, dua zangu leo zinabarikiwa. Usitaki kusema. CCM oye. Kwa vile leo tutafanya mambo mawili, mgeni rasmi ana utaratibu wake, lakini mambo mawili tutakayofanya. La kwanza kabisa,
tutagawa taa 25 za sola. Hizo karibuni milioni kama milioni 50. Tutagawa na vyarahani hivyo 150, na vingine mengi yanakuja, na vingine vitakuja, na taa nyingine za sola zitakuja. Tunataka kuhakikisha kila kwenye eneo letu sasa kunakuwa na taa ya sola. CCM oye! Ndugu zangu, nimetayarisha kitabu hichi, na kitabu hichi mtakwenda kukisoma, kakichambueni, wapeni watoto wakisome, halafu piteni mjiaridhishe kweli nilosema kweli au si kweli. Lakini naomba, mimi Alhaji nimerudi juzi tu sasa hivi. Yule anacheka. Mimi Alhaji ninayosema siku zote ni ya kweli. CCM oye! La mwisho kabisa, ndugu zangu, tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwanza, Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Mimi ni mmoja kati ya wasaidizi wake wa karibu sana. Tumefanya kazi kubwa sana. Tumewapelekea watu huduma ya maji Tanzania nzima. Tumejenga mabarabara, tumejenga SGR. Mheshimiwa Rais anastahili mitano tena. Dr. Hussein Mwinyi amefanya kazi kubwa sana. Dr. Hussein Mwinyi mitano tena. Mwisho kabisa, uchaguzi unaenda sasa, tukachague maendeleo. Mimi nashauri, chagueni maendeleo. Msichague Mbarawa kwa sababu mkonde, msichague Juma kwa sababu mnene, chagueni maendeleo. Miaka 5 ikipita, mtakuja kuniambia Mbarawa kweli. Miaka 5 ikipita, mmepoteza kipindi kikubwa cha maisha yetu. Mtoto akizaliwa leo baada ya miaka 5 ni mkubwa. Kwa vile nendeni mkachague maendeleo. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa, mimi nafikiri nimemaliza. Utaratibu wengine tutaeleza. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi!